Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyesimama mbele yako ni mtumishi wa Mungu Pastor Kilunga. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kunipa tena fursa hii kusimama mbele ya watakatifu walioko duniani, na nikiendelea kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo anayoendelea kututendea. Ni kweli kabisa tumeona uaminifu wa Mungu, tumeona matendo yake makubwa, kwa sababu wiki yote mzima hii tulikuwa tunaombea Minembwe na eneo la Mikenge na eneo la Bibokoboko, ili Mungu aendelee kujizirisha na matendo yake yaendelee kuonekana juu ya kazi kubwa inayofanyika. Vijana wetu wazalendo na jeshi letu la FARDC waendelee kufanya kazi kwa uaminifu, na tumeona uaminifu wa Mungu, tumeona kazi kubwa ambayo imefanyika, tumeona matendo makuu ambayo Mungu anaendelea kuyafanya, na mataifa wanaendelea kuona ukuu wa Mungu unavyoendelea kujizirisha. Basi nitoe shukrani zangu kwa watumishi wa Mungu wanaoendelea kufuatilia masuala ya Kongo kwa maombi, wanaoendelea kuombea nchi yetu, wanaoendelea kuombea vijana wetu, wanaoendelea kuombea rais wetu, wanaoendelea mipango na wanaoendelea kufanya kazi ya uaminifu katika njia mojawapo au nyingine kwa ajili ya kazi inayoendelea ya ukombozi wa nchi. Mungu wa mbinguni afanyike baraka. Sisi tulisema wazi kwamba tunahitaji kuona Minembwe imebaki mikononi mwa serikali yetu, imebaki mikononi mwa wazalendo, imebaki mikononi mwa wakongomani ambao walio na haki ya kumiliki eneo hilo. Hatuna woga wala shaka. Ninataka nitangaze hili wazi kwamba Mungu aliyesimama upande wetu, anayetupigania, ataendelea kuwa Mungu, na watu wote waendelee kumtumaini, waendelee kumwamini Mungu, kwamba tunapoingia kwenye tarehe 1 mwezi wa pili lazima tuone matendo makuu ya Mungu, kwa sababu leo ni tarehe 31. Hivyo tunaamini ya kwamba wiki ya kwanza ya mwezi wa pili Mungu anakwenda kujizirisha, Mungu anakwenda kutenda mambo makubwa, yale ambayo wakongomani wanayategemea, kwa sababu sisi tunamtegemea Mungu kufanya mambo makubwa kwa ajili ya nchi yetu. Hivyo tutaendelea kuomba, tunaendelea kumwambia Bwana asante. Ombi langu liko wazi kwamba Jumapili ya tarehe 1 tuendelee kumshukuru Mungu, tuendelee kumwambia Bwana asante kwa kazi kubwa ambayo unayoendelea kuifanya. Tuendelee kumshukuru kwa matendo makuu ambayo anayoendelea kuyafanya. Hivyo ninaamini ya kwamba tutakuwa wote pamoja, tuungane, walio nje na walio ndani, tuendelee kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo inayoendelea kufanyika. Lakini kuna jambo lingine ambalo ningetaka kuwatia wakongomani moyo. Wakati tunaposikia habari ambazo hazistahili, ningeomba wazi kabisa, hata kama utakuwa kwenye mtandao huu au kwenye mitandao mingine, ukiona jambo hili halitufai, hakuna sababu ya kulijadili. Chukua tu mara moja, lifute na ulizime, kwa sababu halitatuchukulia muda tena. Wako watu ambao waliopewa fedha wanataka kupeleka maneno ya kuwavunja watu moyo. Kwa hiyo nataka nikwambie mkongomani mwenzangu, usivunjike moyo kwa maneno ambayo yanayotumwa kwenye mitandao. Najua wakati huu adui anatumia watu wengi kupeleka maneno ya kuvunja, kupeleka maneno ya kuharibu mioyo ya watu, kupeleka maneno ambayo sio mazuri. Kwa hiyo ninataka nikwambie, maneno hayo hayatakuwa na nafasi tena, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Mungu ametupigania, Mungu amegeuza vita hivi. Mungu amechukua nafasi kubwa, ametupigania, na sisi tunaendelea kuona matendo makuu. Kwa hiyo usiogope,
Usiogope mtumishi wa Mungu, usiogope mwanakongo, usiogope mtu yeyote anayeweza kutoa maneno ya kukuvunja moyo. Ukiyasikia usiyaruhusu hata kwenye mtandao wako, kwenye simu yako. Ukiyaona yafute tu, wala usiwe na muda wa kujadili. Maana tulisema wazi kwamba hawatapata nafasi tena ya kutuvuruga kwa maneno yao ya uongo. Mungu yuko upande wetu, anaendelea kutuhimiza, anaendelea kutupigania, yuko pamoja nasi, na sisi tumeamua kutumika na Mungu. Ombi langu kwa Wakongomani, tuendelee kumshukuru Mungu, tuendelee kuwaombea vijana wetu, tuendelee kuombea askari wetu, tuendelee kuombea viongozi wetu, tuendelee kuombea rais wa nchi yetu, tuendelee kuombea namba moja ambaye ameteuliwa kwa ajili ya kuwabeba vijana wetu. Tuendelee kuwaombea makamanda wote, maeneo yote, sisi ambao tunaopatikana kwenye milima mirefu na wale wanaopatikana kwenye bonde la Ruzizi, tuendelee kuwaombea ili Mungu aendelee kufanya mambo makubwa. Ni mengi ambayo Mungu anaendelea kuyafanya, na watu wataendelea kuyaona matendo makuu ya Mungu, ili tuendelee kumtukuza Mungu wetu. Basi nilitaka nitoe maneno ya faraja haya usiku wa leo kwa wale watakaopata sauti hii usiku. Tuendelee kumshukuru Mungu, tuendelee kumwambia Bwana asante. Tumwambie Mungu hakuna kama wewe, hakuna awezaye kufananishwa na wewe. Utabaki kuwa Mungu siku zote, na sisi tutaendelea kukuabudu, tutaendelea kukutumikia, tutaendelea kutangaza ukuu wako na matendo yako makuu. Maana jinsi ulivyo ndivyo ulivyo. Maana wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu, na sisi tutaendelea kuwa watu wako, tutaendelea kuwa watu ambao wataendelea kulitukuza jina lako na kulisifu jina lako. Ushukuriwe Mungu wetu kwa kutupa kibali. Ushukuriwe Mungu wetu kwa kusikia maombi yetu. Ushukuriwe Mungu wetu kwa kutupa neema hii ya pekee ya kuonyesha nguvu na utendaji kazi ambao umeonekana, na mataifa wakaona jinsi nguvu zako zilivyo. Basi tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mweza wa yote. Aliyesimama mbele yako ni mtumishi wa Mungu Pastor Kilunga. Ubarikiwe na Bwana. Amen.